na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku. Leo Ijumaa, juma la 4, kipindi cha Pasaka, mwaka A wa Kanisa. Masomo ya leo. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Mwanzo, sura ya 1, aya ya 26 hadi sura ya 2, aya ya 3. Na Injili takatifu kama ilivyoandikwa na mwinjili Mathayo, sura ya 13, aya ya 54 hadi 58. Karibu tusikilize Injili. Somo la Injili ilivyoandikwa na Mathayo. Yesu alipofika nchi yake, akawafundisha makutano katika sinagogi lao. Hata wakashangaa wakasema, huyu amepata wapi hekima hii na miujiza hii? Huyu si mwana wa seremala? Mamaye si yeye aitwaye Mariamu? Na nduguze si Yakobo na Yusufu na Simoni na Yuda? Na maumbu yake wote hawapo hapa petu? Basi huyu amepata wapi haya yote? Wakachukizwa naye. Yesu akawaambia, nabii hakosi kupata heshima isipokuwa katika nchi yake na nyumbani mwake mwenyewe. Wala hakufanya miujiza mingi huko kwa sababu ya kutoamini kwao. Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Karibu mpendwa msikilizaji, tutafakari ujumbe wa neno la Mungu siku ya leo, ambapo kanisa linamkumbuka Mtakatifu Yosefu mfanyakazi. Kanisa linatufundisha kuelewa kuwa kumbukumbu hii iliwekwa rasmi na Papa Pio wa 12 kunako Mei Mosi 1955, akimteua Mtakatifu Yosefu kuwa tegemeo, mfano na mwombezi wa wafanyakazi wote duniani, atakayewasaidia kusimamia, kulinda na kutetea haki zao ili kujenga utu, heshima, haki, msingi, mshikamano na udugu wa kibinadamu. Leo duniani kote, jumuiya za kimataifa, serikali, taasisi, asasi na vyama mbalimbali vya wafanyakazi vinaadhimisha sikukuu ya wafanyakazi duniani kwa lengo mahususi la kuhamasisha utoaji wa haki za msingi kwa wafanyakazi, maboresho ya masharti ya kazi, mafao na kadhalika, ili kuongeza ufanisi na tija kwa wafanyakazi wote. Aidha, himizo la ufanyaji kazi kwa bidii na moyo mmoja hutiliwa mkazo, wafanyakazi wakisisitizwa juu ya matumizi ya utashi, akili, kuwa waaminifu, waadilifu na wajibikaji, pamoja na utunzaji wa mazingira kwa ajili ya ustawi wa jamii ya watu. Kazi ni kipimo cha utu wa mtu na humtambulisha mtu katika jamii. Kanisa kupitia mamlaka fundishi limeendelea kutilia mkazo juu ya maana na thamani ya kazi, kulinda haki na heshima kwa wafanyakazi, uadilifu pamoja na utunzaji wa mazingira kupitia barua mbalimbali za kichungaji. Kazi hii inayofanywa na mamlaka fundishi hubainisha wazi jinsi kanisa linavyotambua maana, thamani na umuhimu wa kazi kwa mwanadamu, hasa kwa kumtazama Mungu Baba aliyefanya kazi nzuri ya uumbaji wa ulimwengu, na hata dhambi ilipoingia ulimwenguni alimtuma mwanaye wa pekee Yesu Kristo aje kufanya kazi ya ukombozi na kutushirikisha ukuhani wa kifalme. Na hata alipopaa kurudi kwa Baba, Kristo aliacha kazi ya uinjilishaji iendelee kupitia mitume wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Walei pia wanapofanya kazi zao kila mahali kwa utakatifu katika ibada ya kumabudu, wanautakasa ulimwengu wote kwa ajili ya Mungu.
Ujumbe wa neno la Mungu siku ya leo ni Injili inayomwonyesha Kristo anayetambulika kama mwana wa seremala, kwani Yosefu alikuwa ni seremala. Hii inatilia mkazo namna kazi inavyoweza kumtambulisha mtu katika jamii yake. Lakini jamii hiyo hiyo ya watu wanachukizwa naye na wanamkataa Kristo kutokana na kazi yake ya kufundisha habari njema na kutenda miujiza. Hii itukumbushe kuwa ijapokuwa kuna jitihada mbalimbali za kufanya kazi, bado kuna uwezekano wa kupigwa vita na kukataliwa. Hiyo isitukatishe tamaa, bali kwa kumtazama Kristo tuendelee kuwa waaminifu na kufanya kazi zetu kwa uaminifu. Mtume Paulo anatualika akitilia mkazo kuwa yote tufanyayo tufanye kwa moyo wa mapendo, tukijua ya kuwa Bwana atatulipa na tusiwe watu wa dhuluma. Waraka wa Mtume Paulo kwa Wakolosai sura 3 aya 23 hadi 25. Hili ni himizo kwetu, hasa katika jamii ambayo mazingira ya kazi yamejaa ubinafsi na dhuluma. Itukumbushe kuwa kwa kufanya hivyo hatutendi haki. Pendwa katika Kristo, leo tunapokumbuka sikukuu ya wafanyakazi, na kwa heshima ya pekee tunapomkumbuka Mtakatifu Yosefu mfanyakazi, tujikumbushe kuwa watu wa haki, amani, pendo, huku tukithamini kufanya kazi halali ili kupata kipato halali kwa ajili ya ustawi wa jamii na kanisa. Tuwe waaminifu katika kutetea haki na kupinga mazingira hatarishi kwa wafanyakazi wote. Tukemee kila aina ya dalili za uvivu na uzembe zinazochochea kutofanya kazi, hasa kwa vijana ambao ni nguzo ya jamii zetu. Zaidi, kazi tufanyazo zisaidie pia katika kutunza mazingira kwa ajili ya ustawi wa jamii yote ya sasa na vizazi vijavyo, ili kuendelea kuona thamani ya uzuri wa uumbaji katika viumbe. Wito wa pekee kwetu sote uwe kazi ni kipimo cha utu, na utu wa mtu yafaa uheshimiwe siku zote na watu wote. Nakushukuru kwa kutafakari pamoja nami Injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateli Rogelius Niwemgiz wa shirika la wamisionari wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo, Kora, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo. Milele amina. Mwanakondoo imara apeperusha bendera nyeupe na safi ya sheria, ushindi wa kimungu. Nasi tunajivunia imani twasakafia